Okay, katika sehemu ya tatu bidada alikuwa akimtazama Mwamba Gaun kwa hisia kali sana. Kumbuka kwamba anampenda sana huyu jamaa. Na Mwamba alimshika mkono bidada kisha akaanza kuondoka naye. Na hapo ndipo ambapo tulikuwa tumekomea katika sehemu ya pili. Na kumbe Mwamba aligundua kwamba pindi anapokuwa amemshika bidada mkono wake, basi anapata uwezo wake wa kuweza kutekeleza majukumu yake ya kuondoa nafsi wale watu waliochukua utajiri kutokea kwake. Na kwanza kabisa akaanza na kundi la wale majambazi waliokuwa wamejaribu kumzuia kutekeleza majukumu yake kwenda kuchukua yule mtajiri wake ambaye anamtafuta kwa siku nyingi. Na baada ya kufanikiwa kuchukua nafsi ya mtu wake, moja kwa moja akawa anamtazama bidada kimahaba sana. Anajua kabisa kwamba bidada anampenda sana, kwa hiyo anatumia hii kama nafasi tu. Mwisho wa siku akawa amemsukumiza bidada katika maji, kwa kuwa anaamini kwamba kama alama iliweza kubadilishana ndani ya maji, basi pia inaweza kurudishwa ndani ya maji huko huko. Basi bidada alianza kutapatapa kwa sababu uwezo wake wa kuhimili ndani ya maji kwa ni mdogo zaidi. Mwisho wa siku bidada akafanikiwa kutoka, lakini Mwamba akabakia ndani ya maji. Na baada tu ya bidada kuweza kuamka, Mwamba alipokewa kweli kweli, bidada akisema kwamba nimeponea mara 2 au mara 3 kuweza kufa siku ya leo, na leo bado unaning'ang'aniza tena niweze kufa kwa mara nyingine. Wewe kaka mbaya sana, kama ameondoka. Mama yake na bidada Doshi bado yuko katika maombi mazito, akiwaza kwamba namna gani atakwenda kumweleza ukweli siku moja mtoto wake. Ni huyu mama ana mtoto wake wa kwanza wa kumzaa, ni hatari na nusu. Mwamba ana roho mbaya si mchezo. Lakini pia mtoto wa kumzaa wa mwisho kabisa wa yule mama naye ana roho mbaya pia. Lakini pia mtoto wake wa kike naye ana moto wa kuotea mbali, kwani wote wanaamini kwamba huenda nafasi ya urithi wa kampuni itatolewa kwa bidada Dohi, na huyu ameanza naye vita mapema kabisa. Na yote hiyo ni kwa sababu wanaona kwamba mama yao ana ujirani mkubwa sana, anaonyesha kumpenda sana huyu Dohi. Na bidada baada ya kunusurika kifo, moja kwa moja akawa anatembea katikati ya maeneo ya barabara, na mwisho wa siku kuna mtu mmoja alikuwa akiendesha pikipiki akawa amemwagia kemikali, lakini Mwamba akaenda kumzuia kemikali isiweze kumwagia bidada. Na Mwamba Guhan akamwambia bidada kwamba kama ukichukua hazina ya mtu, basi unatakiwa kuwa makini sana kuitunza hiyo hazina. Na wakati huo bidada akawa ameshtuka kwamba Mwamba alikuwa anaungua nguo zake, lakini pia na ngozi yake. Haraka sana akataka kupiga kelele ili aweze kupata msaada katika eneo hili, lakini Mwamba akamshika mkono wake, na mara mwili mpaka nguo zake zote zikaanza kujirudi kama zilivyokuwa mwanzoni, kana kwamba hakumwagiwa na kitu chochote. Bidada alichanganyikiwa kuona kwamba nimesimama na mtu wa namna gani huyu. Bidada akashtuka kwamba anazungukwa na kiwango kikubwa sana cha hatari. Ikabidi moja kwa moja kuelekea polisi, na huko akaenda kufanya uchunguzi juu ya ile asidi aliyokuwa amemwagiwa. Ikagundulikana kwamba ile ni sulfuric acid, na mafando wakasema kwamba huenda maadui zake ndio wanamuinda, wanataka kumwangamiza. Bidada akaanza kujifikiria ni maadui gani alionao. Ni mwisho wa siku akawajibu polisi kwamba hana adui yeyote yule. Basi moja kwa moja akaomba kurudi nyumbani. Mwamba Guhan akawa anamwendesha bidada moja kwa moja kumrudisha nyumbani, lakini akamkumbusha kwamba anatakiwa kuwa makini sana kujilinda kwa sababu ana alama ile katika mkono wake. Bidada akasema aha, kumbe ndio maana unang'ang'ania sana, kumbe kwa sababu kuna hii alama katika mkono. Mimi nikajua umeanza kunipenda wewe kaka mshenzi kweli kweli yani. Kwa hiyo wewe unaponiona mimi ndio unanitegemea zaidi kwa sababu alama hii inafanya kazi pindi unapokuwa uko jirani na mimi Sasa mimi nataka uwe jirani yangu zaidi, nataka nikuajili uwe kama bodyguard wangu. Mwamba akasema kuwa acha ujinga bana, mimi ni mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, alafu ni mtu mkubwa sana, uwezi ukajua kazi ya bodyguard mimi siwezi kuifanya kabisa katika maisha yangu yote, ukumbuke jambo hilo, sawa? Bidada akasema sawa, basi ndafurahi sana siku nitakapokufa na mtu ambaye nampenda pia atakwenda kufa, kwa sababu najua kwamba alama hii nitakapokufa nayo basi na wewe utakufa. Kwa haina shida bana, niko tayari mimi mwenyewe kuishi peke yangu bila bodyguard. Lakini nakukumbusha kwamba inawezekana kuna maadui wengi sana wanaonizingira, kwa sababu sina adui ninayemuhisi, huenda basi ni wengi wanaonizingira na mimi siwezi nikawafahamu. Ila kwa kuwa umeridhia kwamba aliwalo na liwe, basi poa tu, si hamna atakayepata hasara. Mimi nitakapokufa na wewe utakufa, haina shida yote. Mwamba haya maneno yanamuingia sana akilini mwake. Mwisho wa siku akawa amemshusha bidada na kusema kwamba siwezi kuwa bodyguard wako. Lakini jambo la kuchekesha ni kwamba anamfuata bidada kila sehemu, ila hataki kuwa bodyguard wala kuitwa bodyguard. Hasa siku ya leo bidada alikuwa akitazama taarifa ya habari nyakati hizi za usiku, akashangaa kuona kwamba taarifa zinasema kwamba Cha Tae-jun alikutwa amefariki katika chumba chake alichokuwa amelala. Na Cha Tae-jun ndio yule mwanaume ambaye alikuwa amepangiwa kukutana na bidada siku ile ambapo bidada akamkosa Mwamba na kuelekea katika maeneo ya beach. Ikabidi mama mtu aweze kumpigia mtoto wake na kumuuliza kwamba nini ambacho kiliendelea kwa yule mwanaume ambaye nilipanga kukutanisha naye siku ya jana, kuna tatizo lolote? Nimeona kwamba eti ameweza kufariki katika taarifa za habari hapa. Lakini bidada Doi akasema kwamba mama, hakukuwa na tatizo lolote, siku ya jana tulikwenda kukutana, lakini kwa bahati mbaya yule mtu hakutokea kwa wakati. Mwisho wa siku mimi nikawa nimeelekea maeneo ya beach, baadaye ndo napata taarifa kwamba eti mtu yule ameweza kufariki. Na mama kuna kitu ni kama alishaanza kukielewa hivi. Moja kwa moja akamwagiza sekretari kwamba aende katika ofisi alikuwa anafanyia Cha Tae-jun na kisha akusanye kila document na ilete hapa. Sekretari alipokuwa amezileta zile document zote, alikuja kugundua kuna madudu mengi sana hapa ndani. Kuna kitu alianza kushtuka kwamba hakiko sawa. Mwamba Gauni huku akiwa na mashikaji zake bana, anazidi kupiga tu story, kumbe ajui kwamba kidole chake kilikuwa kinawaka. Kumbe jamaa akiwaga mbali na bidada kwa muda mrefu sana, mwili wake unaanzaga kuwaka. Haraka sana akampigia simu bidada Dohi na kumwambia kwamba kuanzia sasa hivi nitakuwa bodyguard wako, kila sehemu utakapokuwa unaenda na mimi nitakuwepo, akijua kabisa kwamba akikaa mbali na bidada huenda atakuja kuwaka moto mwili mzima. Na lakini Mwamba akamsihi bidada kwamba anaomba waelekee katika jengo fulani hivi, kisha akampeleka juu kabisa ya ghorofa. Na wakati huu bidada alikuwa akiogopa sana. Mwamba ghafla tu mkono wake ukaanza kutoka moto, akagundua kuna jambo fulani hivi, kisha akawa anaondoka eneo lile. Lakini wakati wanashuka katika lile ghorofa,
ghorofa, kumbe ilikuwa ni jengo la hospitali. Moja kwa moja akashtukia kwamba kuna mwanamama mmoja alikuwa akihuzunika sana kwa sababu mtoto wake alikuwa akiaga maisha. Mwamba akaingia ndani ya chumba hicho cha wagonjwa mahututi akiwa ameambatana na bidada, kisha akamwambia yule mwanamke ambaye mtoto wake alikuwa amelala pale kitandani, akamwambia kwamba kama unataka mtoto wako awe hai, basi unatakiwa kusaini mkataba. Utaishi miaka 10 tu hapa duniani, lakini mtoto wako atakuwa hai. Mwanamama akamlaumu sana huyu jamaa, akamwambia kwamba kama unaweza kunisaidia, sio unisaidie tu, sio kunipa masharti ya kijinga hayo. Lakini baadaye akaanza kuona kwamba mtoto wake mapigo yake ya moyo yakaanza kupotea. Mwisho wa siku mwanamama akakubali mkataba. Mwamba akapiga mikono na ghafla hali ya mtoto ikarejea na kuwa nzuri kabisa. Yaani mtoto kuanzia hapa atakuwa bomba kiasi ambacho hata kukimbia anaweza. Na Mwamba akafunguka wazi kabisa kwa kumwambia mwanamama kwamba mwisho wa siku utakuja kuingia jehanamu, hata utakapokufa wewe ni moja kwa moja jehanamu kwa kuweza kumsaidia mwanao. Bidada Duhi akamwambia Mwamba Gaoni kwamba kwani usimpatie mama muda wa kuweza kufikiria. Mwamba akasema kwamba usiniingilie katika majukumu yangu, kaa kimya. Basi bidada akawa ametulia tuli. Na wakati wanatokea pale katika eneo la hospitali, bidada alionekana kuwa ni mwenye huzuni sana, hakutegemea kabisa kuyaona haya. Mwisho wa siku akamwambia jamaa kwamba inaonekana kwamba wewe unabadilishana maisha na watu. Lakini Mwamba akasema kwamba je, hujafurahia kuona kwamba nimeweza kumsaidia yule mtoto ambaye alikuwa anatakiwa kupoteza maisha? Lakini bidada akasema kwamba sifurahi kuwa na bodyguard shetani kama wewe. Akawa anaondoka pale. Lakini mama mtu akaja kufanya uchunguzi na mwisho wa siku alikuja kugundua ni nani ambaye anahusika katika matukio yale yote ya kumwagiza yule muuaji. Basi akawa amemuita huyo mtu na kumwambia kwamba lolote litakalokuja kutokea basi utawajibika. Na yule mtu akaonekana kumtii sana mama huyu, akawa ameondoka. Lakini wakati mtu huyu anaondoka, alikuwa anajifikiria katika akili yake kwamba lazima siku moja aje kumuua mama huyu. Bidada Duhi alikwenda kumtazama yule mtoto. Alishangaa kuona kwamba mtoto anaendelea vizuri kabisa na mama yake alikuwa na furaha kweli kweli, pia na mume wake alikuwa na tabasamu. Bidada kwa kuona tabasamu tu la wale watu akagundua kwamba ni kwa nini Mwamba Gaoni aliweza kutoa ule msaada. Basi moja kwa moja akaamua kujirudisha kwa Mwamba na moja kwa moja akapanda gari na kuanza kurudi nyumbani. Unajua ni rahisi sana kwa bidada Duhi kuweza kumsamehe Mwamba Gaoni kwa sababu anampenda, na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa mapenzi. Kadri mtu anavyokuwa ni mgumu sana katika kusamehe makosa yako, ndivyo ambavyo ana upendo wa mbali zaidi kwako. Lakini kamwe katika maisha yako usije ukamchiti mwanaume ukitegemea kusamehewa. Kamwe wanaume huwa hawasamei mwanamke anayechiti. Na bidada Duhi akawa amepokea SMS katika simu yake, na katika SMS hii alikuwa ni mama yake akimwambia kwamba naondoka, lakini tutakutana tena mbinguni. Akajua tena mama yake anafanya masiala kama kipindi kile cha kwanza. Ikabidi kumsihi Mwamba Gaoni kwamba waambatane kuelekea kwa mama yake. Moja kwa moja walipoweza kufika katika mitaa hii, walikuja kushangaa kwamba mama yake tayari alishakufa eti. Dada akamshika Mwamba mkono na kumwambia kwamba naomba uyarudishe maisha ya mama yangu. Lakini Mwamba akasema kwamba nina uwezo wa kufanya kila kitu isipokuwa kuyarudisha maisha ya mtu ambaye tayari ameshatangulia mbele za haki. Katika msiba wa bibi mkubwa kila mtu alikuwa akilia sana, lakini mtu mmoja tu ambaye alikuwa ni bidada Duhi. Kwa sababu gani sijui. Lakini si kitu cha mara ya kwanza kutokea katika maisha yake. Ni kwamba hata siku ambapo wazazi wake waliweza kupoteza maisha, bidada hakuwa analia kabisa. Lakini huyu mama yake alikuwa amemwadopti, alikuja kumuuliza bidada ni kwa nini haulii. Lakini bidada akasema kwamba yote ni kwa sababu haya yaliweza kutokea ni makosa yangu. Ilikuwa ni siku ambayo si muhimu sana ya birthday kuwatoa wazazi wangu. Lakini mwanamama akamuuliza bidada kwamba kama ungekuwa ni Mungu, je, ungefanya maamuzi juu ya maisha na vifo vya watu? Lakini bidada akawa anampiga huyu mama kwa kuona kwamba anachokiongea mbona kama hakielewi. Wakati huo anampiga huyu mama akawa ameangusha miwani yake, na baada ya kuiangusha ile miwani ilionekana kwamba huyu mama ndo alikuwa amelia zaidi kuliko hata bidada. Kumbe machozi yake yalikuwa ndani kwa ndani na alikuwa na maumivu ya ndani. Yule Mwamba Jusok anampendaga sana bidada. Basi akafika hapa na kuanza kumfaidi huko akisema kwamba mama yetu kabla ya kuweza kufa alikuwa ameandaa kundi moja hivi la kuweza kusimamia mambo mengi sana, lakini bahati mbaya ile kundi limeweza kusimamishwa. Lakini dada mtu wa bidada Duhi alikuwa ametimba katika mitaa hii na kusema kwamba yani nyinyi mnapata na muda wa kupiga story kabisa wakati wengine wote wanaendelea kulia hapa msibani, mna maana gani? Labda kitu kingine, ujiepushe sana na huyu jamaa, wala usije ukajipenyeza mpaka ukaanza kudate naye huyu mtu. Kamwe katika maisha yako usithubutu kufanya jambo hilo. Wewe ni damu ya mtoto wa nje na familia hii, haupo kabisa katika ukoo wetu. Kamwe katika maisha yako usije ukajipenyeza kwa huyu jamaa akakutongoza, mwisho wa siku ukamkubali ili uingie katika familia yetu uanze kuharibu mambo. Hatukutaki umndani. Bidada ndio alianza kuijua rangi ya ndugu zake wote ambao wakati mwingi walikuwa kimchekelea kipindi ambacho mama yake yuko hai. Sasa akaanza kugundua kwamba hawa watu kumbe walikuwa na bifu la ndani kwa ndani. Akitazama msibani namna mambo yanavyozidi kwenda, anakuta watu wanatabasamu na kuendelea kupiga vinywaji taratibu kana kwamba ilikuwa ni party na si msiba kabisa. Na akapata hasira sana, mwisho wa siku akawa anaondoka. Lakini kumbe alikuwa anapishana na ule muuaji ambaye alijifanya kama ni mlinzi katika msiba huu. Jamaa moja kwa moja alikuwa akielekea katika vyumba ambavyo vina control kamera zote za eneo hili. Na bidada Duhi alikuwa anaelekea moja kwa moja katika maeneo fulani hivi ya bustani, na ghafla akawa amesikia harufu ya sigara. Akawa ameshtuka kidogo, lakini alipoingia huko ndani akagundua kwamba mdogo wake wa mwisho kabisa alikuwa akivuta sigara. Akamuuliza mdogo wake kwamba unapata wapi ujasiri katika msiba wa mama unaweza kuvuta sigara? Jamaa akasema kwamba alikuwa ni mama yangu, na hata kama amefariki mimi nitakwenda kuwa mliso wa hii kampuni, kwa usiniingilie sana katika mambo yangu. Bidada Duhi akawa amemnyang'anya dogo anayefahamika kama Dojang ile sigara ambayo ilikuwa katika mdomo wake. Dogo alikasirika sana na kutaka kuanza kumdunda dadake, lakini akawa amekumbuka kwamba hapa ni msibani.
ndani. Lakini kumbe yule mwamba mlinzi alikuwa ameingia ndani kabisa katika chumba cha kamera. Lengo ni kuweza kufuta ushahidi wote unaoonyesha mauaji ya namna ambavyo yule mama aliweza kuuliwa. Baada ya msiba, familia nzima ikawa imekutanika, na hapa polisi walikuja na lengo ni kufanya maswali na kuweza kujua kwamba ni nani aliyeweza kuhusika ama nani ambaye anahisiwa katika mauaji ya mama mkubwa. Tukutane katika episode ya 4 itakwenda kutupa majibu. Je, ni nani ambaye anahusika katika mauaji haya na kisanga kitakuwaje katika familia hii, kwa sababu watu wote wanaonekana kwamba wanagombania madaraka, lakini pia kuna mtoto wa mama ambaye ni mkubwa kabisa. Huyo anaonekana ni hatari zaidi.